Habari za muda huu, waandishi wa habari. Itoshe kusema wachezaji kama wachezaji wapo fit asilimia kubwa, wanahitaji kucheza mchezo huu. Zimebakia asilimia chache ambazo tutazitimiza siku ya leo tukifanya mazoezi ya mwisho ili mradi kwenda kuwakabili Yanga, lakini tunategemea mchezo mgumu kwa maana tunawafahamu Yanga ni wana timu nzuri. Kwa hiyo ni jinsi gani unaona tunatakiwa kuwa makini kadri tuwezavyo, kadri dakika ya kwanza mpaka 90+. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Kwa sisi kama wachezaji tutajipanga vizuri ili mradi kuweza kupata point 3 katika siku ya kesho, lakini tunawaheshimu sana Yanga, ni wana timu nzuri, na sisi pia tutahakikisha tuwe na timu nzuri kwa siku ya kesho, na inshallah itakuwa siku yetu ili mradi tuweze kupata point 3. Nikaribishe maswali matano kwa nahodha. Sawa. Yanga na Azam ndio timu pekee ambazo zimecheza mechi mpaka sasa hivi, lakini bahati mbaya umetoka sare nyingi tofauti na Yanga Africans. Kama wachezaji na hata pressure yote kwa kupanga mechi ya kesho, haitupi pressure, lakini inatupa motivation kubwa ili mradi kuweza cover gap zidi yetu, kwa maana wametupita pointi nyingi kidogo. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kama tunahitaji kucompete na mtu huyo, ina maana inabidi tuweze kushinda mchezo zidi yake ili mradi kuweza kulipunguza hilo gap. Kwa hiyo haitupi pressure sisi kama wachezaji, lakini inatupa motivation kubwa kwa kuona yule tunayeshindana naye ndio tunayekutana naye na ndio mwenye hizo pointi aliyetuzidi. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji kuona jinsi gani tunaingia katika mchezo huu ili mradi kuweza kupata point 3, lakini kwa kutegemea mbinu za walimu wetu na ushirikiano wa viongozi wetu tutapata point 3 katika siku ya kesho. Sawa, swali la pili. Kapteni hapo kwenye mtisha kwa kulinganisha na mchezo uliopita ule wa finali pale Zanzibar dhidi ya Yanga. Nini tutegemea kwenye mchezo wa kesho, kwa sababu ule mchezo ulikuwa vizuri itakuwa tena na kadi nyekundu, lakini mgeni mpaka tuta. Kwa kwenye mechi ya kesho nini tutegemea kulinganisha na ule mchezo? Mimi ninaamini ni michezo miwili tofauti. Mchezo wa finali kama ulivyouzungumza ni mchezo wa tofauti na mchezo wa kesho. Kesho ni mchezo wa pointi 3. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kila timu itaweza kuwepo makini asilimia zote 90 ili mradi kuweza kuhakikisha zinachukua hizo pointi 3, na mchezo wa ligi ni tofauti na mchezo wa cup au finali yoyote ambao tunaweza kuicheza. Kwa hiyo ni approach tofauti itakayoenda kutumika kesho kwa walimu wetu na hata kwa hiyo timu pinzani pia. Kwa hiyo tutaangalia timu gani itakayokuja na approach nzuri ili mradi kuweza kupata point 3 na wachezaji wake kuishika hiyo watakaoitumia dakika 90+ kuweza kupata point 3 katika siku ya kesho. Sawa, swali la tatu. Swali kwanza niwapongeze ninyi miongoni mwa timu ambazo zimefungwa magoli machache kwa magoli manne, na kukutana na timu ambayo pia wako solid kwenye eneo la ulinzi, wamefungwa magoli mawili pekee mpaka hivi sasa. Nacheza safu ya ulinzi, nijiandaa kiasi gani kuona namna ambavyo kukutana na timu ambayo ina washambuliaji ambao wamefunga magoli mengi zaidi kwenye ligi msimu huu? Sisi kama mabeki hatuwezi kujizungumzia peke yetu katika nafasi ya ulinzi, kwa maana kwa sasa hivi duniani mpira umekuepo, tuna ataki watu 11 na tuna defend watu 11 pia. Kwa hiyo jukumu la kudefend ni jukumu la timu nzima, sio la mabeki ama midfield ama forward. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji kujituma katika siku ya kesho, mtu wetu atakayeanzia juu mpaka yule atakayekuepo golini, ili mradi kuweza kuzuia vizuri, ili mradi tusiweze kuconcede katika siku ya kesho, kwa maana tunaamini goli linafungwa dakika yoyote, hata dakika 90+, lakini ukiwa na solid nzuri ya defense unaweza kushinda makombe mengi sana katika nchi uliyokuepo. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji kuona jinsi gani tunauingia wapo mchezo kulingana na maelezo ya walimu wetu, lakini hata hiyo strike force ambayo ya Yanga tunaiheshimu sana, kwa maana ni wana wachezaji wazuri, lakini wamefunga magoli mengi pia. Lakini ukiangalia hayo magoli walioyafunga pia kuna hata mabeki pia wameyafunga hayo magoli. Kwa hiyo sidhani kama tutaingia na approach ya mtu mmoja kwamba eti tuwakabe sana ma striker ama tuwakabe sana mawinga ndio wanaweza kufunga, kwani timu yao yote ni mtu yote anaweza kufunga. Kwa hiyo sisi tutakuwa makini na timu yote ya Yanga itakayokuwa kesho kiwanjani, na sisi kama Azam FC tumejiandaa kucheza na timu bora na tutajiandaa kwa ajili ya kushinda
kwa ajili ya kushinda kwa timu bora pia. Sawa, swali la 4 kwa mchezaji. Asante. Kwa mujibu wa namba za msimu huu, ninyi na Young Africans ndio timu mnayoongoza kwa namba nzuri. Mmefunga magoli mengi, kwa maana Yanga anaongoza, mnafuatia nyie kwenye kuruhusu pia. Yanga ameruhusu machache, alafu mnafuatia nyie. Bila shaka tutarajie mchezo wenye wastani ule wa timu kubwa za juu kwenye namba za soka Tanzania bara msimu huu. Azam FC na Yanga haijawahi kuwa mechi nyepesi, na imekuwa ni mechi ambayo ikiwavutia watu wengi sana kuiangalia, na naamini kwa mashabiki wanaohudhuriaga hiyo michezo wanafurahishwa na uchezaji wa timu zote mbili, hususan kiupambanaji na hata kwa entertainment pia. Ni mechi ambayo inavutia watu wengi katika dunia na hususan kwenye nchi yetu. Kwa hiyo mimi naamini utakuwa ni mchezo mzuri, kwa maana timu zote mbili zina wachezaji wazuri, zina wachezaji wakubwa na zina makocha wakubwa pia, na ukiwaangalia nini makocha ambao wote wanaotumia sana mbinu. Kwa hiyo ninaamini mwenye mbinu nzuri kesho ni anaweza kushinda mchezo katika siku ya kesho. Sawa, Lusajo, neno lolote kwa mashabiki wa Azam FC kuhakikisha kwamba kesho mpo katika uwanja wa nyumbani Benjamin Mkapa? Nipende kuwakaribisha mashabiki wanaopenda mpira nchini Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania waweze kukaribia katika siku ya kesho katika uwanja wa Mkapa kuweza kutazama mpira huu, kwa maana tunaamini ni mechi nzuri sana yenye kuvutia watu wengi, na nipende kuwakaribisha mashabiki wa Azam FC kwa nafasi ya kipekee waweze kukaribia katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwani timu yao kesho ipo uwanjani na waweze kutokea kuweza kuisupport timu yao pia. Shukrani sana, niwatakie kila la heri.